Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana na kusalimia kwa jina la Yesu. Hebu tuangalie kwa ufupi jinsi ambavyo upendo wa Mungu ni mkuu na wa ajabu mno. Mkubwa na wa ajabu mno. Tukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, tukiwa katika hali ya dhambi, hali ambayo hatustahili, lakini Mungu anamtoa mtoto wake kwa ajili yetu, anamtoa mwanaye pekee kwa ajili yetu sisi. Yaani makosa tumefanya sisi, lakini anamtoa mtoto wake afe kwa ajili yetu sisi, ili sisi tuweze kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitoe labda mfano, hauwezi kulingana, lakini ni mfano tu. Kwa mfano, umekosea na adhabu yako inatakiwa uuliwe, lakini anatokea mtu au rais anasema, no, huyu raia wangu sitaki afe, lakini mtoto wangu afe badala yake, kwa sababu hakuna namna, asipokufa mtoto wangu inabidi hawa wananchi wafe, lakini mimi sitaki hawa wananchi wafe, nataka mtoto wangu afe ili hawa wananchi wapone. Hao wananchi wakipona watamshukuru rais kwa kiasi gani? Watamshukuru huyo mtu aliyewatetea, aliyewasemea, aliyetoa mbadala wa kuhukumiwa badala yao. Watamshukuru kwa kiasi gani? Lazima watamshukuru kwa namna ya kipekee na ya ajabu mno, kwa sababu hawakutegemea na hawakustahili kuishi, lakini wamepewa nafasi ya kuishi. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo imekuwa kwetu sisi wanadamu. Tulistahili adhabu ya jehanamu ya moto wa milele, mauti ya milele. Hiyo ndio ambayo ilikuwa ni mshahara wetu tulichokuwa tunastahili, kwa sababu ya dhambi, ya maisha ya dhambi. Kwa sababu hatuwezi kujiokoa kwa matendo mema, hatuwezi kujiokoa kwa bidii zetu, akili zetu, hatuwezi kujiokoa. Hata kama unatenda matendo mema kiasi gani, unasaidia watu, wewe haujawahi kutenda dhambi, haujawahi kufanya dhambi yoyote, as long as tu umezaliwa na damu ya Baba, wewe una dhambi ya asili, kwa sababu tunaona dhambi iliingia ulimwenguni kwa watu wote kupitia mtu mmoja tu ambaye ni Adamu, ambaye ni baba yetu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wote tulistahili kufa, lakini Mungu kwa upendo wake, katika hali ya dhambi, katika hali ya udhaifu, katika hali ya uchafu tusiostahili